Naam mtazamaji bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza huyu hapa bwana, si mwingine bali ni mwanadada anayefahamika kwa jina la Akothee. Huyu ni moja kati ya wasanii kutoka pande za 254 yani nchini Kenya. Bwana Akothee bwana amezungumza baada ya mwanadada Aaliyah kuripotiwa kwamba ametoa maoni yake kuhusiana na ngoma ambayo Akothee alishawahi kushirikiana na Diamond Platnumz, ambapo hapa wameandika kwamba Tanzanian media personality Aaliyah defined Diamond collaboration with Kenyan artist Akothee, the song called Sweet Love, as the true definition of East African hit 8 years after the song was released. Kwa hiyo hapa bwana, kuna page hapa imekuja kuripoti kutoka, inafahamika kwa jina la East African Collabo. Wamekuja kuripoti wakiwa wanadai kwamba moja kati ya personality za media anayefahamika kwa jina la Aaliyah amezungumza akidai kwamba nyimbo ambayo Diamond alifanya na Akothee inayofahamika kwa jina la Sweet Love ni moja kati ya ngoma halisi inaonyesha uhalisia wa hit song ya Afrika Mashariki baada ya miaka 8 kupita. Sasa baada ya hayo yote ni kwamba msanii Akothee amekuja kutoa maoni yake, au amekuja kureact, amekuja kureveal baadhi ya vitu ambavyo watu wengi sana walikuwa hawavijui kuhusiana na collaboration hiyo, ambapo hapa kuna page imekuja kuripoti pia kiundani zaidi, wakiwa wameandika kwamba msanii wa muziki Akothee kutoka nchini Kenya ameweka wazi kuwa kipindi anafanya kolabo na Diamond Platnumz, Wakenya wengi sana waliumia kisa ushirikiano wao. Kwa mujibu wa Akothee aliandika kwamba ikiwa hii ilikuwepo sehemu ya pili, wewe ni muongo wa kipande, leta uthibitisho. Akaendelea kusema kwamba kwanza kabisa ushirikiano huu uliwaumiza Wakenya wengi. Hawakuniona nikija. Hakuna mtu kutoka Kenya au Tanzania aliunganisha mradi huu. Jambo zima lilipangwa na Godfather. Nilipokuwa nimeenda kupiga picha ya Shengerera mama, ameandika hivyo Akothee. Akaendelea kusema kwamba Diamond alikuwa akipiga picha ya ushirikiano na Mr Flavor huko Cape Town, na ndivyo nilivyowaunganisha wawili hao. Godfather alipanga mkutano kwa ajili yangu na Diamond huko Johannesburg, South Africa, na nikaenda kukutana naye na usimamizi wake huko 20 West Sandton. Pili ushirikiano ulifanyika Afrika Kusini, si Tanzania. AY hakuwahi kushiriki wakati wowote. Ikiwa hiyo si kweli, basi nataka uthibitisho, vinginevyo watu wataburuzwa katika hili. Wale waliohusika ni wale ambao waliohusika na wale ambao hawakuhusika. AY hajawahi kupanga chochote kwa ajili yangu Tanzania. Ikiwa ni hivyo, alete risiti. Ujinga ndio sipendi AY Tanzania. Amezungumza hivyo Akothee. Yaani kwamba Akothee bwana yeye amekana, maana kuna baadhi ya watu wamekuwa wakidai kwamba AY ndiye ambaye alisababisha kolabo ya Akothee, msanii kutoka Kenya, apate nafasi ya kufanya kazi na Diamond Platnumz, ngoma inakwenda kwa jina la Sweet Love, ikiwa ni miaka 8 iliyopita. Lakini kwa mujibu wa Akothee mwenyewe amekanusha taarifa hizo, akidai kwamba AY hakuhusika katika suala zima la kuhakikisha kolabo hiyo inafanyika. Kilichofanyika ni kwamba Diamond na Akothee walikutana walivyokuwa wanaenda kupiga picha Johannesburg huko South Africa kwa Godfather, katika studio za Godfather. Huko ndipo walipokutana na kufanya kisha swala hilo akazungumza na kufanya mipango ya kufanya hiyo kolabo, na sio kwamba labda AY ndiye aliyefanikisha collaboration hiyo kama the way ambavyo Aaliyah alivyozungumza. Akaendelea hapa kusema kwamba DJ Sadik na DJ Mtaalamu ameandika kwamba DJ Sadik na DJ Mtaalamu alitumbuiza katika matukio yangu mawili, tukio la hisani la Akothee Foundation na pia vile uzinduzi wa Akothee Foundation. Nilikuwa na uhusiano na watu wanaoniunga mkono, tukawa marafiki, na ndio tulienda kwenye tamasha la Luo na binti zangu, yeye na walinzi wangu. Sijui hadithi za sisi
kuchumbiana, sijui hadithi za sisi kuchumbiana kwenye tamasha la Luo zilitoka wapi, lakini akaendelea kusema kwamba hatukuwahi kuwa nyuma ya jukwaa, sikuwahi nikitumbuiza, kwa hivyo basi hakukuwa na biashara kwangu nyuma ya jukwaa. Ameandika hivyo Akothee. Huyu ni Mkenya, kwa hiyo Kiswahili chake kidogo akieleweki, so ameandika hivyo. Akaendelea kusema kwamba kwa hivyo basi hakukuwa na biashara yoyote ile. Lakini pia vilevile tulikuwa tumekaa eneo la VVIP na kuna picha ambazo hata tulichapisha. Akasema kwamba waheshimu watu, uache upuuzi huu. Sikumbuki AY kwenye, anasema kwamba sikumbuki AY kwenye klabu, lakini nakumbuka kwamba nilikuwa nimekaa karibu na Prezzo na fundi ndiye aliyekuwa akija kuninong'oneza sijui nini na nini. Akaendelea kusema kwamba muache ujinga, kuharibu sifa za watu. Kila mtu ninayechumbiana naye nitamtangaza, Wakenya wananijua. Akaendelea kusema kwamba Chiwawa alivyojaa uongo sasa. Akaendelea hapa Akothee kusema kwamba nilienda Tanzania mara kadhaa. Ameandika hivyo kwamba nilienda Tanzania mara kadhaa. AY hakuwahi kupanga chochote kwa ajili yangu, hakuna cha kupangwa. Nilikutana na Salam, Diamond na Babu Tale, Harmonize na Rayvanny. Kesi ilifungwa hapo. Ameandika hivyo Akothee. Sasa Akothee bwana alikuwa ameandika hivyo na kiukweli watu hawajaelewa, lakini pointi ambayo imechukuliwa ni kwamba kuna maneno hapa ambayo AY aliyazungumza, kuna maneno hapa ambayo Akothee ameyazungumza kidogo yamewashangaza watu wengi sana, kuona kwamba amedai kwamba Wakenya wengi hawakupendezwa na yeye kufanya kolabo na Diamond, jambo ambalo limeshangaza watu wengi sana kwamba bwana how come, yani imekuwaje Wakenya hawajataka Akothee au hawajapenda kabisa Akothee kufanya collaboration na Diamond, wakati wote hawa ni wasanii wakali tu kutoka katika nchi zao huko Afrika Mashariki. Lakini at the end of the day bwana, ndo hivyo Akothee bwana ameamua atapike nyongo, aweke vitu bayana. Kwa hiyo kwa wadau mbalimbali ambao walikuwa wanafuatilia hiyo story, basi wajue hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako bwana katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.